ulikuwemo? Kiukweli siku baada ya kuwa nimeshakamilishwa na mimi kuwa ni mshirikina rasmi, ilibidi nikabidhiwe mikoba yote. Ndio mara ya kwanza katika tangia nimezaliwa ndani ya miaka 12 nilikuwa sijaingia kwenye kile chumba. Ila baada ya kupewa mikoba nilifanikiwa kuingia. Na nikaona vitu vingi vikubwa na vya maajabu na vya kutisha sana. Vitu gani ambavyo uliviona vya kutisha na ulikuwa katika umri mdogo ambao wewe hukujua uchawi ni nini na nguvu za Mungu ni nini? Baada ya kuingia mle kwanza niliapishwa. Baada ya kuapishwa nikawa ni mchawi rasmi. Nikashuhudia misukule ambayo ipo mle ndani, kwa sababu nakumbuka nikiwa mdogo babangu alikuwa na saga. Haya, unatazama kuna mambo mengi yanaendelea nyuma ya carpet. Unaweza ukafikiri nyeupe, kila nyeupe ni nyeupe, lakini kuna nyeupe zingine zimefanana na maziwa. Kuna nyeupe ambazo ni nyeusi. Mbele yako kuna binti ambaye ana mkasa mzito, ataenda kukusimulia mkasa wa uhalisia wa maisha yake ambao amekuwa mpaka ambapo hivi sasa amefikia. Lakini kubwa zaidi ni kukumbushe na kukusisitiza kwamba mkasa huu unahusu imani za kidini. So hiyo kama unakwazika na imani za kidini zinapokuwa na mtazamo tofauti, nitakuomba radhi kwa yote yatakayotolewa humu. Ni kwa ajili ya kuelimisha na kuwakumbusha kwamba mambo haya yapo, yanatokea na yanachanganywa katika mitazamo tofauti. Tupo na binti ambaye atasimulia yeye mwenyewe. Kwanza labda mtazamaji angependa kufahamu labda kwa majina unaitwa nani? Kwa majina naitwa Tumaini Geoffrey Mwasengo. Tumaini Joseph. Tumaini Joseph Mwasengo. Sawa. Labda Tumaini, wakati unaingizwa kwenye haya mambo ya kishirikina na baba yako ambaye ni mchungaji, wewe ulilichukuliaje swala hili? Wakati ananiingiza kwenye hili swala la kusema yeye ni mtumishi wa Mungu ila anatumikia miungu miwili, kwa sababu mimi nilikuwa ni mdogo, umri wa miaka 12. Mimi kwangu niliona ni sawa tu, kwa sababu sikuweza kutofautisha kati ya miungu ya kishetani wala na miungu ya Mungu. Kwa hiyo vyote niliona ni kama tu ni vitu vya kawaida tu, na niliona ni sawa. Na wakati huo hujawahi kujua labda ushirikina au uchawi ni kitu kibaya? Nilikuwa sifahamu kwamba uchawi ni kitu kibaya. Okay, na yeye baba anapokuambia au kukukaribisha, alikuambia ukiwa katika hali gani au alikupaje hizo taarifa? Nakumbuka siku hiyo nimetoka shuleni, kaniambia mwanangu na maongezo na wewe, nikamwambia sawa. Akaniambia mwanangu, kuna kitu mimi nataka nikwambie, mimi babako umri unaenda. Mimi babako ni mtumishi wa Mungu, lakini pia nina mambo yangu binafsi na maana na miungu miwili. Kwa hiyo kwa kuwa ni mwanangu wa pekee ambaye ndio nimekuzaa binti yangu ninayekutegemea, kwamba hata kesho na kesho kutwa nilikuwa nimeondoka duniani, unaweza kuendeleza kile nilichokuwa nakifanya mimi. Kwa hiyo naomba kuanzia muda huu tutakuwa tunashirikiana, kile ninachofanya hatua kwa hatua na utanifuatisha na nitakupa maelekezo jinsi ya kutumika katika miungu yote aina mbili. Sikuwa na jinsi, nikakubali tu. Na wakati huo kwenye familia labda ulikuwa ni peke yako au ulichaguliwa tu wewe kwa sababu ulikuwa unapendwa? Hivi vitu yani ni shortcut, aliniambia baba, yani alinichagua mimi kwa sababu yani kama nguvu ya kishirikina alikuwa ananielekeza yeye. Baba alisema huwa mizimu inamchagua mtu ambaye ana nyota ya hiyo kwa uwezo wa kumiliki hiyo mikoba. Kwa akaona ni mimi ndio mwenye nyota ya kumiliki. Kwa sababu yeye mwenyewe na watoto wa mdogo wake, akasema anaona mikoba kule imekataa. Mikoba inaruhusu ile kwangu mimi ambaye ndio damu yake. Mtazamaji, kama nilivyokukumbusha, nitakukumbusha tena, swala hili ni swala la kiimani. Kama litakuwa linakukwaza, nitakuomba usiendelee kuangalia video hii, na hatujafanya mahojiano hayo kwa ajili ya kumdhalilisha binti wala kudhalilisha imani ya kule ambako baba yake yupo. Na wakati huo nyinyi, baba yako kanisa lake lilikuwa na waumini wengi sana? Kiukweli kanisa letu lilikuwa linabarikiwa. Kila Jumapili walikuwa wanaingia waumini zaidi ya 100 na kuendelea. Kwa sababu babangu alikuwa anavitumia vitu vya kishirikina kuvuta waumini. Kwa hiyo mtu akija kanisani kwetu akisali, tunamrushia mapepo, anatendewa muujiza, hapo anaenda anasimulia watu wengine wanakuja, kwa sababu tuna waumini wengi. Kwa hiyo wale waliokuwa wanafanya ushuhuda walikuwa ni watu ambao wameponywa kwa njia za giza, lakini hayo mambo walifanywa na huyo baba. Ndio. Na wakati labda baba yako amekuambia hayo mambo, ni kwamba alikuwa anayafanya peke yake au kulikuwa na watu ambao walikuwa wanashirikiana nao?
Alikuwa yeye na mzee wa kanisa pia na mimi ndio alikuwa ananishirikisha, kwa hiyo mimi nikaanza kushiriki hizo za ushirikina. Na unasema kwamba kabla hujakaribishwa au baba hajakuweka wazi kwenye siri hizo, kuna chumba ulituambia kwamba kuna chumba ambacho kilikuwa kimefungwa ambacho hujawahi kuingia kabla, lakini baada ya kukuambia hicho chumba ndio kwa unaruhusiwa kuingia. Labda utuambie hiko chumba labda kilikuwaje, na siku labda unaingizwa, nini ambacho ulikiona na vitu gani vilikuwemo? Kiukweli siku baada ya kuwa nimeshakamilishwa na mimi kuwa ni mshirikina rasmi, ilibidi nikabidhiwe mikoba yote. Ndio mara ya kwanza katika tangia nimezaliwa ndani ya miaka 12 nilikuwa sijaingia kwenye kile chumba. Ila baada ya kupewa mikoba nilifanikiwa kuingia. Na nikaona vitu vingi vikubwa na vya maajabu na vya kutisha sana. Vitu gani ambavyo uliviona vya kutisha, na ulikuwa katika umri mdogo ambao wewe hukujua uchawi ni nini na nguvu za Mungu ni nini? Baada ya kuingia mle kwanza niliapishwa. Baada ya kuapishwa nikawa ni mchawi rasmi. Nikashuhudia misukule ambayo ipo mle ndani, kwa sababu nakumbuka nikiwa mdogo babangu alikuwa anasaga sana pumba. Mpaka magunia 3 ndani ya wiki unakuta yameisha, na maana alikuwa analishia misukule. Na maana kuna misukule mle, kuna vitu vya uchawi vyote vya ushirikina, haya manyanga, kila aina ya ushirikina unayojua wewe. Yaani chumba special kwa ajili ya kutoa kafara, kuhifadhi misukule, kuhifadhi na uchawi wote kijumla. Na labda hao misukule walikuwa ni miongoni mwa ndugu au walikuwa ni watu, yani ni walitolewa sadaka, ni watu baki au waumini? Kwanza kilichonishangaza, lakini nikabidi, sababu ukiwa mchawi lazima uwe jasiri. Cha kwanza nilishangaa kumkuta mamangu mzazi akiwepo mle ndani. Maana alifariki tu ghafla, kichwa kilimuuma, kumbe ndio alikuwa kafara ya kwanza babangu. Pili, waumini walikuwa wanakufa tu, ile wakienda kama sehemu kushuti labda nyimbo za kwaya, wanapata ajali ghafla wanakufa. Baba na mahifadhi misukule mle ndani kwa ajili ya faida zake binafsi. Kwa hiyo kwamba kuna ile ajali ambayo ilitokea pia ya waumini, kwamba yani ajali kama hizo ndio ambazo alikuwa anatoa kafara. Ajali za ghafla ni vifo vya kushtukiza. Mtu tu kidogo kaumwa kichwa, kaanguka, kashakufa, baba alikuwa anachukua na weka misukule, anatoa sadaka kwenye mizimu ili apate nguvu zaidi ya kumiliki uchawi. Apata waumini. Ni inasikitisha na inahuzunisha, lakini pia ni sehemu ya kujifunza. Sio kwamba kila anayelitamka jina la Mungu kweli ana Mungu ndani yake. Kwa hiyo sasa ilikuwaje na ukakaa huko kwa muda gani, na mambo gani ambayo uliyafanya wewe ukiwa ndani ya huo uchawi, lakini uchawi ambao umejivika sura ya Mungu? Kwanza nilipokuwa nikitoka nyumbani muda wa kuelekea ibadani, babangu alikuwa ananigeuza mimi ni kiti. Kile kiti kilikuwa ni cha miujiza. Mimi nikigeuka kiti, baba akinikalia, yaani waumini walikuwa wanakuja wengi sana, wanakuja kwa wingi sana. Akisimama akimwaga yale maji sisi tulikuwa tunatumia kama ni maji ya upako, lakini ni maji ya maiti. Waumini wanapokea, yani wanapokea, na wengine wanaanguka, tunawarushia nguvu za giza. Kwa watu wengi waliamini sana kanisa letu, na kusema ukienda kwa mchungaji Mwasengo pale pana imani, unapona, unapokea, na pana watu wengi sana. Yule ni mchungaji wa kweli, ana nguvu za Mungu. Kitu ambacho kilikuwa ni so sahihi kweli. Mtazamaji, ni mambo mengi ambayo yanazungumzwa hapa, lakini kubwa zaidi ni kukumbushe wewe ambaye hujasubscribe, chini ya video hii utaona maneno yaliyoandikwa subscribe, utayabonyeza kisha utatani on notification. Lakini sihitaji komenti ambazo zitafananisha haya yaliyopo na mchungaji fulani ambaye unamfahamu pasipo ushahidi. Kwa hiyo sasa wakati hayo yanafanyika na huyo baba anatoa mapepo kwa uchawi, na nyinyi faida yenu hasa ilikuwa ni nini? Faida yetu sisi kubwa, kwanza tulikuwa tunajipatia sadaka, yani nyingi, fedha, yani shortcut simu kunapata fedha. Kwa sababu tulikuwa tukimwaga yale maji, mtu anaguswa. Kama yani nyumbani alitoka na bajeti ya kutoa shilingi 500 sadaka, lakini atakavyotuona kupitia na nguvu tuliona kuta mtu anatoa laki, 50,000. Kwa tujipatia kipato cha fedha kikubwa sana. Na pia hata kwenye mambo yetu ya ushirikina tulikuwa kiwango juu, tulikuwa tunapandishwa vyeo kutokana na tunatoa kafara kwa muda mwafaka. Kwa hiyo kwa maana ya kwamba, kwa maelezo yako ni kwamba hata sadaka ambazo anatoa mtu, mpaka anatoa sadaka ya kujimaliza, anatoa sadaka ya nyumba, anatoa sadaka ya gari, sio kwamba ametoa kwa moyo kwa ajili ya kumtolea Mungu, bali ametoa kutokana na nguvu ya giza ambayo imemvuta.
Ni mvuto, yaani mvutano, nguvu ya giza, kwamba sisi tutakapokuwa tumemwaga yale maji au nimenuia siku hiyo kutokana na uchawi wangu kwamba leo tunataka tukienda kanisani babangu tuseme tukupe, yaani tuchukue zile hela zao bila kutaka. Nakuta mtu anatoa laki, mchungaji mimi nina kiwanja anatoa sadaka, mimi nina gari natoa sadaka. Kwa hiyo anatoa bila ridhaa. Kuna vitu vya giza vilikuwa vinavuta kutoa kitu bila hiyo. Mtazamaji, ni mambo mazito ambayo yanaendelea, lakini hii haina maana ya kwamba wachungaji wote wanayafanya haya. Hii ina maana kwamba kile ambacho ushuhuda kutoka kwa binti ambaye anamzungumzia baba yake. Kwa hiyo haina maana kwamba kila mchungaji ambaye unasali wewe, ambaye anasali mwingine, kwamba anayafanya haya. Haya ni kwa mujibu wa ushahidi ambao upo. Kwa hiyo sasa, wakati wanatoa sadaka na wanafanya hivyo, hakuna siku ambazo wanajutia. Kujutia kiukweli hapana. Unakuta mtu ametoa sadaka, anakuja nyumbani, anakuja kushukuru mchungaji, mimi baada ya kutoa ile sadaka milioni 1, kiukweli kufika nyumbani nikapokea muujiza, mwanangu akafaulu, akapata kazi hivi na hivi. Kwa hiyo wengi walikuwa wanashukuru, wanazidi kuvutwa na ile nguvu ya giza, wanajikuta wanazidi kutoa zaidi na zaidi. Na wakati unasema kwa sababu walikuwa hawapo kwenye ufahamu wao. Na wakati wanakuja kushukuru hayo kwamba yamefanyika, labda watoto wao wamefaulu, mambo yao yameenda sawa, kilichokuwa kinafanyika kinatokea, ni kweli kulikuwa na nguvu ambazo zinasaidia wafanikiwe? Hapana, ile ilikuwa ni janja tu ya nguvu ya giza, ni kuwaona wanapata mafanikio wakati si kweli. Kwa hiyo hapati mafanikio, ila anajiona anapata mafanikio. Ndio, anajikuta anapokea fedha hiyo, akishaipokea fedha zetu sisi ziko hivi za kishirikina. Ukitoa sadaka kwetu milioni 1, sisi tunakuombea unapata muujiza mdogo tu kama 500,000. Ukipata ile 500,000, hiyo 500,000 tena inarudi kwetu sisi. Ukienda kununua sabuni ya shilingi 500, ile hela yote inakuja kwetu sisi. Unakuta hela imeisha pasipo matumizi sahihi. Kwa hiyo ni sawa na wale wanaosema chuma ulete. Chuma ulete ndio anachomaanisha. Mtazamaji, mambo ni mengi sana na muda unakuwa ni mchache, lakini hauna budi kupitishwa kwenye mengi. Ufahamu wa mambo sio utumwa wa mambo. Kwa hiyo kulifahamu hili jambo haikuwi ugumu, kwamba ni wewe itabidi uangalie ni sehemu gani ulipo. Je, ni sehemu sahihi au sehemu sahihi? Lakini haipo kwa ajili ya kuvunja imani yako, ni wewe tu kwa kile ambacho anakisema. Kwa hiyo wakati hayo yote yamefanyika, sasa ulichukuaje, ulipataje ujasiri wa wewe kutaka kutoka na kuona kwamba hiki ambacho kinafanyika sicho, na ulipata wapi nguvu ikiwa uliingia katika umri mdogo? Baada ya kwenye uchawi nilitumika kwa muda kama wa miaka 9 mbele, na maana jumla miaka 19. Baada ya hapo waliokuja kunitoa kwenye giza na kunileta kwenye mwanga, nilikuja kuingia kwenye mahusiano ya kimapenzi na mtoto wa mchungaji wa dhehebu lingine. Kumbe ulikuja kuingia katika mahusiano na mtoto wa mchungaji wa dhehebu lingine. Kwa hiyo huyo ndo alikufungua macho? Ndiyo, kwa sababu nilipokuwa nikienda naye kushiriki tendo la ndoa, nilikuwa mara nyingi napenda kutumia nguvu za giza. Ila kila nikijaribu pale nakuta moto unawaka. Kumbe na yeye akawa ameshaelewa jinsi mimi nilivyokuwa natumia nguvu za kishirikina. Sawa. Unasema kwamba ulikuwa unatumia nguvu za giza katika tendo la ndoa. Kwani huyo mpenzi ambaye ni mtoto wa mchungaji wa mwingine alikuwa ni mtu wako, mpenzi wako wa kwanza, au alikuwa ni mwendelezo wa labda kulikuwa na mpenzi mwingine? Hapana, kwa sababu kabla ya hapo nilikuwa sijawahi kupenda, na mwanaume wangu wa kwanza alionitoa bikira, na ndio maana nikakuta nimezama kwake mpaka kufikia hatua hii ya kutoka sehemu moja kuelekea sehemu nyingine. Na labda nguvu za kichawi ambazo ulikuwa unazitaka kuzitumia kwake, ni nguvu zipi na zilikuwa zinahusisha nini? Yaani ulikuwa unataka nini kutoka kwake? Kwa sababu nilipoanza naye mahusiano, nilimwelekeza babangu. Babangu akaniambia yule kijana ana nyota ya fedha. Alafu pia inatakiwa asije katika maisha yake asipate uwezo wa kuzalisha sehemu, wa kumpa uwezo mwanamke mimba. Kwa hiyo nilikuwa nikienda kushiriki naye tendo la ndoa kichawi, nilikuwa nataka nichukue zile, niseme shortcut, zile shahawa. Nazichukua kichawi na nipelekea babangu. Sisi kule kwetu zina kazi kubwa sana. Mtazamaji, ninachoka. Mambo ni mengi sana, lakini nikukumbushe tu wewe ambaye bado hujasubscribe, chini ya video hii utaona maneno yaliyoandikwa subscribe, utabonyeza maneno haya. Lakini pia chini ya video hii utaona sehemu ya comment section ambayo utaacha maoni yako kwa kile ambacho
kinaendelea. Kwa hiyo wewe ulikuwa kwamba unataka uchukue uzazi wa huyu kijana wa mchungaji mwingine, ambao uzazi huo upeleke kwa baba yako. Sasa ni nguvu gani ambayo ulikuwa unaiona inapingana na nguvu yako wewe ya kile ambacho ulikuwa unataka kukifanya? Kila baada tulikuwa tukianza tendo la ndoa, tukimaliza, nikitaka kuchukua zile shawa nakuta kuna kama mwanga fulani kama moto unaungua. Kwa hiyo nakuwa nashindwa kufanikisha kubeba ile nyota yake pamoja na kubeba zile mbegu za kiume. Kwa hiyo sasa ulifanyaje baada ya kuona jambo lako ambalo umelikusudia na zoezi ambalo umelitumwa, mission ambayo umetumwa na baba yako inafeli? Wewe ulifanya uamuzi gani au ulifanyaje? Kiukweli mimi mwenyewe binafsi nilikuja nikakaa nikafikiria, mbona kijana watu wananipenda? Yaani kibinafsi kule kuna ule moyo wa mapenzi na kuna ule moyo wa kazi wa maisha ya kawaida. Kuna kijana watu wananipenda, yeye mwenyewe tayari akawa ameshagundua mimi ni mchawi. Basi akawa anapambana kuniombea kutoa zile nguvu za kichawi, na mimi sikuona faida yoyote ya uchawi kwa sababu toka nimeanza uchawi mimi kama mimi msichana sikuiona faida yoyote. Na wakati labda kabla nikurudishe nyuma, kabla ya kutokea tukio hilo na baba yako mnafanya hayo, anapata sadaka, je, kuna kiasi chochote cha pesa ambacho ulikuwa wewe unakipata wewe kama wewe? Hapana, babangu hizo pesa alikuwa anazitumia kwa ajili ya kulima mashamba ya mpunga. Mwingine anaendesha miradi yake ya gereji. Kwa hiyo mimi kama mimi nilichokuwa na faidi ni kula pamoja labda na kuvaa tu gauni nini basi. Ila sikuwahi kukabidhiwa kiasi cha fedha chochote. Na labda baada ya kuwa nguvu zako zimeshindwa, nguvu zako zimegonga mwamba mbele ya kijana ambaye ni babake naye ni mchungaji, nini ambacho kilifanyika? Kwamba ulimweka wazi lengo lako la kuwa na mahusiano na yeye au ilikuwa? Baada ya kuona lengo langu la kishirikina limefeli, ilibidi tu nimweke wazi, kwa sababu mwenye kama mwanamke kuna vitu nilikuwa navikosa. Nikiangalia umri umeenda, wenzangu tuliokuwa nao wana watoto. Mimi babangu kizazi changu ameshafanyia mambo mengi ya kishirikina, siwezi kupata watoto. Ni shortcut, yani nilikitaka kuhisi kukata tamaa, lakini yule mtu alinipa matumaini ya kuweza kusimama tena na kuishi tena. Kwa hiyo sikuona faida ya uchawi wote. Kwa hiyo ukaamua kuacha? Nikaamua kuachana na hiyo habari ya uchawi na kusimama pamoja na yeye, kumkabidhi Mungu maisha ya kweli na kumwabudu Mungu wa kweli kweli. Na labda sasa baada ya baba yako kupata hizo taarifa na kuona kwamba katika mission ambayo alikutuma imefeli na wewe umeenda kuwa na mapenzi ya dhati, yeye baba yako alichukua uamuzi gani? Baada ya kuona hivyo, aliniita siku moja pamoja na mzee wa kanisa, wakanikalisha nyumbani. Kwamba binti yangu, tumekulea kwenye malezi ya kichawi. Tumekufundisha vizuri kwamba mimi hata kesho nikiwa nimeondoka duniani wewe unatakiwa kulisi kitu changu na ukaendeleza kile nilichokuwa nakifanya. Inakuwaje unakuja unakiuka maadili na unabadilika kati hizo vitabani zetu, na mimi nimelisi kwa kutoka kwa babu yangu. Kiukweli mimi nikamwambia baba, ni kweli unachosema, umenifunza tamaduni, lakini nilikuwa sipo kwenye ufahamu wangu, nilikuwa ndani ya ufahamu wa kukontroliwa nguvu za giza. Mimi nimeshaamua kubadilika, kumpokea Yesu wa kweli, na nimeamua kuokoka, kuachana na dhambi zote, kwa sababu uchawi mimi baba sijaona faida yoyote. Wewe mwenye babangu hapo alikuwa ni mchawi, lakini hata kitu unachomiliki cha maana hapo hakipo. Alafu uchawi hauna maana baba, kwa sababu mwisho wa ubaya baba ni aibu, na mwisho wa mtu mchawi ushapa baya. Kwa mimi babangu ndio hivyo. Kama utaniua utafanyaje wewe? Fanyia. Mimi nimeamua kumpokea Bwana Yesu na Mungu wa kweli, na nimeamua kuwa na mwanaume ili tufunge ndoa, nianze maisha yangu na familia yangu. Mtazamaji, unaweza ukahisi ni story ya kutunga au story ya tamthilia ya Paukwa na Pakawa, lakini hii ni story ambayo imemkuta binti ambaye amesimulia mkasa huu. Lakini pia nadhani wapo wengi wanaopitia mikasa ya maajabu kama haya. Wengi hawaamini katika nguvu za giza, lakini wanasema kama shetani yupo basi na Mungu yupo, kama Mungu yupo basi na shetani yupo. Kwa hiyo sasa, mpaka sasa hivi nini ukaribu wako, mahusiano yako wewe na baba yako, yaani ukaribu baada ya kuwa umeshamwambia baba kama atakuua, atajua yeye kama atafanyaje, mahusiano yenu yapoje? Kiukweli ilichukua vigumu sana, na ilichukua tafaruku mkubwa sana kwenye familia, wakatengeneza matabaka. Baada ya mimi babangu kuniona kuona hanielewi, mimi nikaamua kuchukua maamuzi kama mtoto wa kike na kama binti ambaye nimeshakuwa na uwezo kujiamulia. Nikaamua kutoka, nikaenda kutafuta shangazi zangu. Yule kijana akaja akatoa posa, akatoa mahali, tukafunga ndoa, tukaoana.
Lakini baada ya siku kupita, baba yangu alikuja yeye mwenyewe akakiri, akasema wewe ni mwanangu, siwezi kukupinga kwa lolote lile. Kweli nimeangalia mwanangu, faida sioni. Hapa nilipo ninaumwa mwanangu. Sielewi ni nani atakayenisaidia. Mambo yamebadilika. Wewe ulipoondoka kuna baadhi ya vitu kushirikina uliondoka navyo ambavyo umefanya kazi kuu ya uchawi imeharibika kwenye familia yetu, kwenye ukoo wetu kwa ujumla. Kuna vitu ambavyo mimi niliharibu baada ya kuacha ushirikina. Kuna vitu ambavyo ulienda uliviharibu, ulivipeleka wapi? Kwa sababu yeye baba baada ya yeye kunichagua mimi, ilibidi yeye akishindwa mimi ndio nisimame. Sasa mimi ngazi ya kusimama imeanguka. Atasimama nani? Na kule wakuu hawamtaki yeye, wananitaka mimi. Kwa hiyo ikabidi kile cheo anyang'anywe na wampe adhabu kwa kushindwa kunicontrol mimi. Kwa hiyo unasema walimpa adhabu. Je, walimpa adhabu gani? Adhabu waliompa, kwa sababu nakumbuka siku anakuja kuniomba msamaha alikuwa kwenye wheelchair. Walimpiga mapooza, yani miguu hivyo, alikuwa amepooza mikono. Ni mtu anayemwendesha kwenye kiti tu, hawezi kufanya lolote wala jambo lolote. Na kwa sasa hivi, labda wewe ukiona mikutano ya Injili, ukiona mambo yanayoendelea, unafikiri kwamba una uwezo wa kujua kama hapa anayehubiriwa ni Yesu wa kweli au ni Mungu wa kweli, au hapa anayehubiriwa ni shetani? Nina uwezo kwa sababu nina utaalamu ndani ya miaka 19. Kwa hiyo ninaweza nikafika sehemu nikajua hapa wanayemwabudu ni Mungu wa kweli aliye hai. Ila hapa wanayemwabudu wanamwabudu Mungu ila pia wanashirikisha na nguvu za giza. Na labda vitu hivyo ambavyo wewe una utaalamu navyo, je, vinaweza vikafundishika hata kwa mimi mtazamaji anayetazama, kwamba akajua labda nikiona viashiria fulani kwamba hapo hakuna Mungu aliye hai, hapo kuna shetani, kuna ibilisi, kwamba anaweza ukamwambia akajua, au kwamba hivyo haviwezekani? Inawezekana kujua, kwa sababu tukisema turudi kwenye maandiko tutarudi parefu sana. Mungu wa kweli anajidhihirisha kupitia ushuhuda wa kweli na kupitia uponyaji wa kweli. Yaani kwa mfano, mimi naweza nikawa naumwa tumbo. Nikaja mbele nikamwambia mtumishi, mimi ninaumwa tumbo. Ukanigusa tu kwa mkono wako ukaniombea, na mimi pia nikiwa na imani pia napona. Alafu sasa kitu kingine cha kujua kwamba Mungu ambaye sio wa kweli. Kwa mfano kuna vitu vingi sasa hivi vinavyotokea duniani. Hapa sizungumzii dini wala kabila la mtu. Wala sizungumzii mchungaji fulani wala nabii fulani. Hakuna Mungu anayeponya kwa maji wala hakuna Mungu anayeponya kwa mafuta. Mungu anaponya kwa neno. Yaani kwa neno lake tu akisema na kuamuru, wewe fulani, wewe Adamu, wewe nani, naomba pokea uponyaji kwa jina la Yesu. Akikunenea tu neno la Mungu lile, yaani kupitia neno tu lenyewe linaenda linatenda kazi ndani yako kupitia jina lako, pasipo kutumia kitu chochote kile. Mtazamaji, ni elimu kubwa ambayo inahusisha masuala ya imani. Ndio maana nitarudi pale mwanzo nilikuambia kwamba kama swala litakukera kuhusu imani uachane nalo, lakini ndivyo hivyo. Anasema kwamba hakuna sehemu ya Mungu ambayo itakuponya wewe kwa kutumia maji, mafuta au mambo mengine. Labda pasipo kutaja na haya mambo ambayo yanaendelea, labda unahisi kwamba haya mafuta ambayo yamekuwa maji, mafuta ambayo yamekuwa yakitumika katika uponyaji, je, ni biashara tu zinazofanyika au ni nini? Kwanza kwa utaalamu wangu wa ushirikina kwa miaka 19 ninachojua mimi, yale maji huwa ni maji ya maiti. Alafu yale mafuta huwa tunayachukua kwa yule mwanamke aliyetoka kujifungua kwenye kondo la nyuma. Ambao ndo nikija nao mimi hapa kwa nguvu zangu nilizonazo za kishirikina, nikikugusa wewe hapo kwa uponyaji. Mtazamaji, ni mambo mazito ya ushuhuda ambao binti anauleta mbele ya hapa. Kama tulivyosema, hatupo kwa ajili ya kejeli, hatupo kwa ajili ya kukashifu imani za watu. Kwa hiyo kondo la nyuma labda ambazo zinatumika kama mafuta ya uponyaji ni yanapatikanaje? Sasa hayo mnayapataje? Kwa sababu hivyo vitu ni vya siri sana. Yaani ulipokuwa, sitaki kukurudisha huko kwamba ulipokuwa katika uchawi kwamba hivyo vitu mlikuwa mnavipataje? Kuvipata ni kitu rahisi sana. Tena ni kitu cha muda mfupi. Sasa nikafumba macho. Sasa hivi ndio kwa mfano. Sasa nikaenda mchwari. Ambapo najua huyu mtu amefariki leo hii, ratiba yake inabidi aoshwe mwili. Naenda ninampiga upofu yule mwosha maiti. Wakati yule anaosha ile maiti, mimi yale maji na yachukua na kwa na kifaa changu tayari. Nakimbia nayo kichawi, naenda kuyaweka sehemu yangu ya kufanyia uchawi. Alafu kwa sala la kondo la nyuma, huwa tunakaa pembeni pale kishirikina. Pale nesi anapokuwa anahangaika kumzalisha mwanamke, anapotoa lile kondo la nyuma anakwenda kulidumbukiza sehemu kwenye shimo au dustbin. Sisi huwa tunakuwa jirani, tunalidaka kimuujiza.
tunalichukua tunaenda kufanya kazi zetu. Na pia watu wanapenda sana kutumia vitovu vya watoto wachanga. Vikishatoka tu pale, sisi tuna kazi nayo kubwa sana. Vile vina kazi kwa ajili ya kutuongezea nguvu katika kupotea. Tunataka kupotea au kuongeza nguvu. Vitovu vya watoto. Vitovu vya watoto vinaongeza nguvu za kupotea. Labda sasa mkisha vipata hivyo, mlivyokuwa mkifanya hivyo, kutakuwa na madhara kwa yule mtoto ambaye kitovu chake kinatumika kishirikina, atapata madhara yoyote au yataendelea kuwa kama alivyo? Kupata madhara kuna aina mbili za kutegemeana. Tunaangalia na nyota ya mtoto. Kama mtoto ana nyota, lazima atapata madhara. Utakuta mtoto anakuwa maisha yake afanikiwi, ni mtu wa mikosi, ni mtu wa nuksi, wa mabalaa. Ila kama hana nyota, sisi hatuwezi kudili naye. Sisi tunadili na kile kitovu chake kwa ajili ya kuongeza nguvu. Kwa sababu tulijaribu kuvifuata hivyo vitovu mbali. Kwa wenzetu Nigeria, kitovu kimoja ni milioni 60. Kwa hiyo ni kitu ambacho kina nguvu kubwa sana kwenye kishirikina kuliko kitu chochote. Mtazamaji, haya ni mambo mazito sana, lakini ndio uhalisia wa yale ambayo yanaendelea na ambayo yapo. Nadhani wengi mtakuwa mmesikia habari mbalimbali kuhusu haya mambo ya kiimani. Labda ni mambo mazito, tutazidi kumuuliza binti, lakini kama una swali lolote unatamani binti huyu angeliongea, acha maoni yako hapo. Labda sasa neno la mwisho, kwa unawashauri nini watu ambao wanataka kwenda kwa wachungaji? Wafanye nini ili waepukane na wachungaji ambao wanatumia nguvu za giza na nguvu za kimungu? Kiukweli yani hapo katika kushauri, kwanza imani ya mtu ndio inayomponya. Yaani kwa imani yako ndio inakuponya. Unaweza ukaenda kwa mchungaji akakuombea usipone kutokana na hauna imani. Na unaweza ukaenda kwa mchungaji akakuombea ukapona kutokana na una imani. Ninachoshauri mimi kutokana na kazi niliyofanya kwa miaka 19 pasipo mafanikio yoyote ile. Kamwabudu Mungu wa kweli ambaye roho yako inakushuhudia ndani, usije mkumbo. Kwamba pale kuna mchungaji fulani anaitwa Masembo. Ngoja na mimi niende kwa Masembo kwa sababu Diana anaenda kwa Masembo. Au ngoja niende kwa Mkimbila kwa sababu fulani anaenda kwa Mkimbila. Nenda kwa mwabudu Mungu wa kweli ambaye unamfahamu wewe ndani ya roho yako na unamthibitisha ndani ya Mungu wako, kwa sababu kumwabudu Mungu hakuna mtu anayezuia kumwabudu Mungu wala kwenda kuabudu dhehebu lolote. Mimi ninaweza nikaja kwako wewe mchungaji Joshua kwa mfano. Nikaja nikasali kwako leo. Nikatoka hapo nikarudi nikafunga na kuomba nikamshirikisha Mungu. Mungu naomba unionyeshe nimeingia dhehebu fulani kwa mtu fulani. Je, yule ni mchungaji wa kweli na ni mtumishi wa kweli, au je ni mtumishi ambaye anatumika kwa manufaa yake binafsi? Kama kweli ukiwa na imani na ukiomba Mungu si mchoyo. Mungu lazima atakujibu, atakwambia mwanangu pale ni sehemu sahihi, hii sio sehemu sahihi. Kwa hiyo tujaribu hata kumshirikisha Mwenyezi Mungu kwa sehemu tunazoenda kuziabudu, kwa dini yoyote ile, kwa dhehebu lolote lile. Pasipo kukurupuka tu kufuata mkumbo. Huku kuna uponyaji unakimbia. Huku amekuja mtu fulani unakimbia. Hapana, hivyo tutapotea na tutapoteza, kwa sababu ndani ya hao watu wanaotumia nguvu za giza kwenye kuhubiri neno la Mungu kuna mambo mengi yanatokea. Mwingine anaweza kaja kanisani ukawa ni mjamzito. Mimi kupitia ushirikina wangu na manufaa yangu binafsi, mimba yako ile ikaharibika, mimi naichukua nafanyia mambo yangu. Yaani ni kanisa lile nageuza ni sehemu ya mimi kujipatia faida binafsi. Una bleed upo kanisani, kile kitambaa chako mimi nanyonya bleed, inanisaidia kwenye mambo yangu ya kishirikina. Kwa hiyo tuwe makini sana tunapohitaji kwenda kumwabudu Mungu wa kweli. Mtazamaji, hayo aliyoyasema ni mmoja ambaye amepitia huko kwa watu ambao wanachanganya imani, kwamba yeye walijifanya ni watu wana kanisa, kumbe ni wana shetani. Kwa hiyo kilichoongelewa, ukijaji vyovyote ambavyo utakijaji, lakini kikubwa fuata kile kilichoongelewa. Nadhani ukichukua pointi hiyo hutobaki kulaumu na kudhani umedhihakiwa, bali utafanya kile ambacho kinatakiwa. Nikukumbusha wewe ambaye bado hujasubscribe, usubscribe, na chini ya video hii utaona sehemu ya kuacha maoni, utaacha maoni. Mpaka wakati mwingine, chao.